إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني كبنز جاكي نكبنز chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anapokea al-Imam Abu Daud katika sunani yake kutoka kwa Sayyiduna Abu Musa radhiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema inna min ijlalillah ikrama dhi shaybati almuslim, hakika katika kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumtukuza na kumkirimu mzee ambaye kwamba ametokwa na mvi katika Uislamu. Katika dirasa iliyofanywa ama research na hasa katika nchi za Europe, katika majumba ya wazee, wakihojiwa wazee waliomo ndani, wakiulizwa ni kitu gani ambacho kwamba mnatamani, wakasema tunatamani kufariki. Tunachokitamani sisi ni kifo. Kifo. Kwa nini mtamani kifo? Wanasema kwa sababu wale wa karibu wetu ndio waliotuleta hapa, na la kusikitisha hawatupiti wala hawatuulizi, na ikitokea tumetembelewa basi ni siku moja katika mwaka, siku ya mazazi peke yake. Sasa kuna maana gani kuishi katika ulimwengu? Bora tufe. Ikhwata al-imani wal-islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kama wanadamu, tunapitia katika marahil tofauti tofauti. Tukiwa ndani ya tumbo la mama kama janini, kisha unazaliwa, unakuwa ni mtoto mchanga, unakuwa kijana, unakuwa barobaro, nafika kuwa ni mzee, mpaka kufika kuwa ni mkongwe. Na hizi marahil ameziashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja katika Al-Qur'an Al-Karim, walladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha. Sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye amewaumba kutokamana na turab, kutokamana na udongo, marhala ya kwanza kabisa. Kisha mnakuwa ni nutfa, tone la maji, kisha linageuka linakuwa pande la damu, kisha mnatoka kama watoto, kisha mnakuwa katika marhala ya ushababu, kisha mnafika katika marhala ya uzee. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja marhala ya zaidi ya hapo, wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, na kati yenu kuna wale ambao kwamba wanaregeshwa katika ardhul umr.
Ardhalul umr ni umri wa mwisho, ni umri ambao kwamba unafika katika ukongwe. Mtu tena amefika miaka 90, 100, na baada ya hapo anarudi kuwa ni mtoto. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kuwa mwanadamu ametokamana na dhaifu, ama amepitia katika udhaifu, kisha anakuja katika quwwa. Allahu khalaqakum min dha'fin, kisha baada ya hapo thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kutokana na udhaifu. Anazaliwa mtoto ni mchanga mdogo, hawezi hata kutembea, hawezi hata kusimama, kisha anapata nguvu. Baada ya hapo anarudi katika udhaifu tena, na kama alivyoashiria katika surati Yasin, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq, yule tunayempa umri mrefu tunamregesha katika utoto. Yani anarudi kama alivyokuwa mtoto, dhaifu, hana uwezo. Kwa hivyo kila umri ukitangulia mtu anadhoofika, mifupa inadhoofika, ukiangalia hawasi zake zinadhoofika, macho hayaoni tena kama mwanzo, masikio hayaoni tena kama mwanzo, memory yake inakuwa ni yenye kusahau sana, mpaka anafika pengine kupiswa, anabadilika mpaka mwisho anakuwa ni mwenye kutembea na mguu wa tatu, anatembea na bakora. Wa kuntu amshi ala rijlaini mu'tadila fasirtu amshi ala ukhra min ash-shajari, kama anavyosema mshairi, nilikuwa natembea mimi na miguu yangu miwili nikiwa nimenyoka, lakini sasa nimekuwa natembea na mguu wa tatu, min ash-shajari, kutokamana na mti, yani bakora ile ambayo kwamba imetengezwa kutokamana na mti. Kwa hivyo anafika katika dhaifu, na akifika hapo anakuwa anahitajia yule ambaye kwamba atakuwa karibu na yeye, atamliwaza, atampa company, na atamheshimu, na atamtukuza, na atamtanguliza, na atamhudumikia kama vile yeye alihudumikia kabla, na yeye apate kuhudumikiwa. Ndio namuona Sayyiduna Zakaria alayhi salam, baada ya kuwa shakuwa mtu mzima na hajapata mtoto, atamani apate kumhudumikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia katika Al-Qur'an Al-Karim, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Qala rabbi, sema Sayyiduna Zakaria, ya Rabb, inni wahana al-'azmu minni, hakika mimi mifupa yashadhuufika tena kwangu, sina tena nguvu. Ikiwa ni kichwa kisha jaa mvi, yani ashazeeka. Kwa hivyo anahitajia mtoto ambaye kwamba atapata kumhudumikia. Na kusikitisha ni kuwa pale unapokuwa wewe ni mtu mzima, umeenda mbio umri wako, ukafanya ya kufanya, kisha ukajihisi kama ni mgeni kati ya watoto wako, ukajihisi kama ni gharib kati ya jamaa zako, hawakuheshimu wala hawakuthamini wala hawakutangulizi. Na ni mashtaka mingi ambayo kwamba tunayapata katika jamii, namna watu wanavyowatweza, wanavyowadhalilisha wazee na kutowapa heshima zao. Ikiwa kuna watu wana fadhila baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi, basi ni hawa wazee ambao kwamba wametuzaa, wakatulea, wakatutengezea, wakatujengea, wakatupa kila sampuli ya mazuri. Leo ikiwa sisi tunaweza kusimama kwa miguu yetu, fadhila inarudi kwao. Inakuwaje leo tusahau fadhila yao? Ikiwa sisi tutazisahau fadhila zao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazisahau kabisa. Leo mzee akizungumza anakatwa. Leo mzee akitoa rai anaonekana shapiswa, mjinga, anaishi miaka ya zamani, mambo yake hayaendani na zama zetu. Si ndo hali ambayo kwamba tunaishi ndani yake? Tumesahau kuwa wao ndio sababu ya baraka kwetu, tumesahau kuwa wao ndio sababu ya kuepushiwa sisi adhabu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama katika hadithi ambayo kwamba ameipokea al-Imam al-Bazzar katika musnadi yake na al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, al-barakatu ma'a al-akabir, baraka iko pamoja na wakubwa, baraka iko pamoja na wazee. Ikiwa utowaheshimu wazee, hutowatanguliza, baraka hiyo utaipata kutoka wapi? Kwa hivyo huwa thamini, jua
kuwa wao ndio sababu ya baraka katika maisha yako, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia kuwa wao ni sababu ya sisi kuepushiwa adhabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhambi na makosa tunayoyafanya ni mingi, tunastahiki kuangamizwa, tunastahiki kuadhibiwa, lakini kuna sababu ambayo kwamba inasababisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutucheleweshea adhabu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Abu Ya'la katika musnad yake, na vile vile al-Imam al-Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, laula shuyukhun rukka wa atfalun rudda wa bahaimu rutta la subba alaykum al-adhaba sabba. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau si hawazee ambao kwamba migongo imepinda kutokamana na umri ulivyosonga, wazee watu wazima wakubwa, na watoto ambao kwamba ni wachanga wenye kunyonya, na wanyama ambao kwamba mnaona wanazunguka wakila hayo manyasi, asema lau si hawa la subba alaikumul adhaba sabba, mungetumiminiwa adhabu. Kwa hivyo katika sababu ya sisi kutomiminiwa adhabu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hawa wazee ambao kwamba sisi hatuwathamini. Ikhwatal imani wal islam, kuheshimu wazee na kuwathamini na kuwatanguliza ni sunna za manabii. Angalia Sayyiduna Musa alayhi salam alipokwenda Madian, akaona mabinti wawili wamekaa kando wanasubiri maji kunywisha wanyama wao. Sayyiduna Musa anawauliza, ma khatbukuma, nipi habari yenu, mbona nyinyi mmekaa kando? Watu wako kule kwenye kisima wananywisha maji wanyama wao. Wanamwambia kama alivyosimulia Mwenyezi Mungu, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a, sisi hatuwezi kwenda kunywisha mpaka waondoke wale wachungaji kwanza wamalize wao. Hawataki kwenda kuchanganyika, hawataki ikhtilat. Taib, nini walichosema baada yake? Wanasema wa abuna sheikhun kabir, ili Saidina Musa sijiulize maswali. Akasema mbona mabinti, baba yuko wapi? Wanamwambia wa abuna sheikhun kabir, baba yetu ni mzee, mtu mzima aliyetangulia katika umri. Saidina Musa aliposikia hilo tu, kwa kuwa anajua fadla ya wazee, kwa sababu anajua umuhimu wa kuhudumikia wazee, pale pale Mwenyezi Mungu anasema fasaka lahuma thumma tawalla ila dhill, akawaonyeshia wanyama wao, akawasaidia katika ile kazi ambayo kwamba umeijilia. Kisha Saiduna Musa akaenda katika chini ya mti kwenye kivuli, akaenda akakaa pale, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Saidina Musa akawa amewahudumikia wale, sababu nani? Wa abuna sheikhun kabir, baba yetu ni mzee ambaye kwamba ni mkubwa katika umri, na maulama wa tafsiri wengine wanasema ni mkubwa katika daraja. Hakuweza kuja, sisi ndo tumekuja, bali ndo tarbia ambayo kwamba ndo malezi ambayo kwamba mitumi wamewalea nayo watoto wao. Angalia watoto wa Nabii Yaqub katika kisa kilioko katika surat Yusuf, alipokuwa ameshikwa Binyamin na ndugu yake Yusuf, akawaambia wale, huyu haondoki hapa. Nini maneno waloyatoa? Walimwambia inna lahu aban sheikhan kabira. Angalia ya aziz, huyu mtoto ana baba ambaye kwamba ni mzee mkubwa katika umri. Kwa nini wanataja hilo? Kwa sababu huyu ashapotea ndugu yake Yusuf kabla yake, na sasa akipotea Binyamin, ile huzuni alokuwa nayo babake kwa Yusuf tena ije iongezeke na Binyamin, tutamuua na maradhi ya moyo, tutammaliza. Inna lahu aban sheikhan kabira. Wakathamini na wakajua kuwa mzee hafai kuvunjwa moyo, mzee hafai kupewa dhiki, mzee hafai kuoneshwa mambo ambayo kwamba ni yenye kumtia dhiki katika moyo wake. Kwa hivyo hii ndio tarbia ambayo kwamba mitumi waliwalea nayo watoto wao. Na ukirudi kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, utampata anasisitiza katika hadithi nyingi kutuonesha fadhila ya wazee.
Akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi, asema laisa minna, si katika sisi, man lam yarham saghirana, yule ambaye kwamba hatomrahamu mdogo wetu, wa yuwaqqir kabirana, na akamuheshimu mkubwa wetu. Mtume asema ikiwa mtu hatomrahamu mdogo wala hatomuheshimu mkubwa, si katika sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtoa mtu sampuli hiyo katika jumla ya wafuasi wake, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Bali Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, safari moja anajiwa na sahaba wake. Kuna mabwana watatu kutoka kabila la Banu Udhra walisilimu, mmoja akafariki katika jihad, na wapili vile vile akafariki baada yake katika jihad, na watatu akafariki katika kitanda. Baada ya muda anakuja sahaba kama yule, anawaota wote watatu wakiwa wako peponi, lakini ametangulia kumuona yule aliyoko katika kitanda ama aliyefariki katika kitanda, kisha akamuona yule aliyefarikiwa kwanza katika jihad, kisha akamuona aliyefarikiwa pili katika jihad. Likamshughulisha kichwa, hawa si ni mashahidi? Hawa nafaa kutangulizwa, mbona namuona huyo aliyofariki katika kitanda kwanza? Anakwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamsimulia, na hadithi amepokea al-Imam Ahmad katika musnad yake, akimweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mshangao. Mtume anamwambia, mshangao ni wa nini? Kisha akatoa maneno Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, asema inna min afdalikum mu'minun yu'ammaru fil islam, inna min afdalikum inda Allah, hakika waliokuwa bora wenu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nani ya Rasulullah? Asema mu'minun yu'ammaru fil islam, ni mu'min ambaye kwamba amepewa umri mrefu katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akataja sababu, akasema litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi, kwa sababu ya kusabih kwake, kumsabih Mwenyezi Mungu na kumkabir na kuleta la ilaha illa Allah, yani kwa sababu ya ibada ambazo kwamba anazifanya. Ndipo pale akatuambia katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallama, khairukum man tala umruhu wa kathura amaluhu, mbora wenu ni yule ambaye kwamba umri wake utakuwa ni mrefu lakini na amali zake zikawa ni nyingi. Ikiwa ni nyume ni muovu wetu. Wa sharrukum man tala umruhu wa kasura amalu, kama ilivyokuja katika tatimma ya hadithi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia kuwa aliyekuwa mbora wetu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mu'minun yu'ammaru fil islam, ni mu'min ambaye kwamba amepewa umri mrefu katika Uislamu. Ikiwa wale wametangulia kufariki, huyu ameishi baada yao akafanya amali zilizokuwa nyingi, kwa hivyo hayuko sawa na wale. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, anatuonesha daraja ya watu wazima na fadhila yao, na haya ndio malezi ambayo kwamba amewalea nayo sahaba Rasulillah, amewalea nayo masahaba zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ndio nampata Samura ibn Jundub, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa akisema, mimi nikikaa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika kikao na nikijifundisha mingi kutoka kwake, lakini hainizui mimi kuzungumza, isipokuwa ni kwa sababu katika kikao kuna walionizidi katika umri. Sayyiduna Abdullah ibn Umar, safari moja akiwa amekaa na Mtume pamoja na masahaba, Mtume anawauliza kuhusu mti, inna minashajari shajaratun, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika katika miti, inna minashajari shajaratan, katika miti kuna mti ambao kwamba la yasqutu waraquha, majani yake hayaanguki. Ni mti gani huo? Innaha mithlu almu'min, hakika mti kama huo ni mfano wa mu'min. Masahaba wakawa wanataja miti mingine tofauti tofauti. Abdullah ibn Umar ndani ya roho yake ama ndani ya nafsi yake tayari ashajua kuwa ni mti gani huu. Huu ni mtende, si mti mwingine, lakini akakaa kimya. Mtume akawajulisha ni mtende. Wakirudi nyumbani, anamweleza babake Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, amwambia nilikuwa najua mimi jawabu, kwa nini hukusema? Angalia adaba na akabir, adab na wakubwa. Sikusema kwa sababu katika majlis kuna Abu Bakr,
Sikusema kwa sababu katika majlis uko wewe Umar, sikusema kwa sababu katika majlis kuna watu wazima wazee, nikaona si adabu mimi kusema mbele yao. Hii ndio tarbia ambayo kwamba wamelelewa nayo. Ndio namuona mwenyewe Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alipokuwa safari moja yuko sokoni, anakuja Khawla ni yule mwanamke ambaye kwamba alimshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kisa chake kimetajwa katika suratul Mujadila. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fillah aw fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, mpaka mwisho wa ayat. Anakutana na Sayyiduna Umar wakati wa khilafa yake, amwambia ya Umar, kunta Umaira, wewe Umar kuwa makini, ulikuwa ni Umair, ulikuwa ni kijitoto kidogo wacheza katika suku Uqadh, kisha ukawa ni Umar, ukafika ni kuwa amirul mu'minin. Fattaqillaha fi ra'iyya, ogope Mwenyezi Mungu katika raia wako. Saidna Umar akiambiwa maneno yale akakaa kimya. Mtu mzima mkubwa wake kiumri atamjibu. Mmoja katika mabwana walio karibu naye amwambia, ya amirul mu'minin, mbona umemkalia kimya? Na katika riwaya semekana anamnyamazisha hasa Sayyida Khawla, amwambia utasemaje maneno hayo kumwambia amirul mu'minin? Sayyidna Umar amwambia, nyamaza, Mwenyezi Mungu amemsikiliza, nitakosa mimi Umar? Laqad sami'a Allah, hakika Mwenyezi Mungu amesikia kauli yake. Na akatoa hikaya katika Al-Qur'an Karim, mimi nani Umar nisimsikilize? Mwache aseme anachotaka kukisema. Hivi ndivyo walivyokuwa wakiheshimu wakubwa wanapozungumza, wakijua haki zao, wakitambua fadhila yao. Kwa hivyo ahibati fillah, wazee ndio sababu ya baraka katika maisha yetu. Wazee ndio wenye fadhila juu yetu baada ya Mwenyezi Mungu. Wazee ndio wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuepushia adhabu kwa kupitia wao. Kwa hivyo tutambue fadhila yao, tuheshimu, na kuna hukuku ambazo kwamba wamewekewa katika Uislamu. Walillahi alhamd, dini ya Kiislamu imemshughulikia mwanadamu kutoka marhala ya kwanza kabisa mpaka dakika ya mwisho, minal mahdi ila lahd, kutoka akizaliwa, bali kabla ya kuzaliwa akiwa katika tumbo la mamake. Utarudi katika, ama ukirudi katika fiqh utaona ahkamul janin, kuna hukumu ambazo kwamba zafungamana na mtoto aliyoko ndani ya tumbo. Uislamu umemshughulikia kutoka yuko katika tumbo la mamake mpaka akiwa ni mdogo, mpaka akiwa ni mkubwa, akizeeka, akifika katika umri mkubwa. Marahil zote hizo ameshughulikiwa na Uislamu. Kwa hivyo kuna hukuku, kuna haki ambazo kwamba Uislamu umewajibisha kwa hawa wakubwa zetu. Ni zipi? Ili tupate kuzifanyia kazi, ili tupate kuzitekeleza katika maisha yetu. Haki ya kwanza, tawqiruhum, kuwaheshimu, kuwaadhimisha, kuwatukuza na kuwatanguliza. Na kama tulivyoashiria hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, si katika sisi ambaye kwamba hamrahamu mdogo wetu wala hamuheshimu mkubwa wetu. Kwa hivyo haki ya kwanza ni kuwaheshimu. Haki ya pili ni kuwaita kwa majina yaliokuwa mazuri. La kusikitisha ni kuwa leo utapata kijana anamuita mkubwa wake kwa umri, anamuita mzee kwa jina lake kavukavu, kana kwamba ni rika lake katika umri. Mwangalia Sayyiduna Rasulullah akimuita ammi yake Abu Talib, anamwambia ya am, qul la ilaha illa Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah. Mwangalia Sayyiduna Ibrahim akimnadi babake ama ammi yake, akimwambia ya abati, jina lilokuwa zuri, ewe babangu. Ni ammi yake, si babake wa kumzaa, lakini ammi ni manzila ya baba. Ndio maana utasikia anaitwa baba mkubwa, baba mdogo, anamuita ya abati la taabudi shaitan, ya abati, ya abati. Ziko nyingi katika Al-Qur'an Al-Karim, zimekaririka mara 7 katika Al-Qur'an Al-Karim, Sayyiduna Ibrahim kumnadi babake. Lakini swali ni kuwa sio Sayyiduna Ibrahim kumnadi babake, ni kutajwa Sayyiduna Ibrahim na kutajwa huyo ammi yake ambaye kwamba ni babake mkubwa. Sayyiduna Ibrahim anamuita kwa jina lilokuwa zuri. Kwa hivyo unapopambana na mtu mzima, muite kwa jina lilokuwa zuri: ammi, mjomba, sheikh, haj.
lolote lile ambalo kwamba litakuwa lina heshima ndani yake. Usimuite na jina lake kavu kavu, inakuwa ni ukosefu wa adabu na ni kukosa heshima kwa mkubwa kama yule. Vile vile katika haki za wazee ambazo kwamba tumefundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuanza kwa salamu. Unapokutana na mzee usisubiri wewe utolewe salamu, ni wewe uanze kutoa salamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yusallimu as-saghiru ala al-kabir, mdogo ndo anafaa kuanza kutoa salamu kumtolea mkubwa. Vile vile katika haki za wazee ni kuwatanguliza katika kila kitu, katika kutembea, katika kuwakadimishia kitu, katika kuzungumza. Si adabu wewe mdogo uzungumze mbele ya wazee kabla yao. Angalia katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake na vile vile al-Imam Muslim katika sahihi yake, wamekuja mabwana watatu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumueleza habari. Mmoja ni Abdurrahman ibn Sahl, mwingine ni Huwayiswa na mwingine ni Humayiswa, ndugu wawili, Huwayiswa na Humayiswa, na ibn ammi yao Abdurrahman ibn Sahl. Wakifika kwa Mtume, Abdurrahman anaanza kumueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ile habari iliyowapeleka wote watatu kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kabbir, tanguliza mkubwa. Huyo Abdurrahman ni mdogo, katika hao waliokuja nao ni wakubwa zako hawa. Kabbir. Anatufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa unapokuja kuzungumza mtangulize nani kwanza? Aliyekuwa mkubwa. Haya ni mafundisho yanatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali hata katika kupeana, Rasulullah asema safari moja nimeota nina mswaki na kuna watu wawili mbele yangu, moja ni mkubwa moja ni mdogo. Asema nikitaka kumpa yule mdogo, Jibril akaniambia anza na mkubwa. Kwa hivyo paka katika kupeana unaanza na mkubwa. Sisi tunakosea mara nyingine, unamsikia mtu anakwambia kana yuhibbu tayamun, Mtume alikuwa anapenda pande ya kulia, kwa hivyo mimi nitaanza na kulia hata kama aliyoko kuliani ni mtoto mdogo. Makosa. Kuanza unaanza na mkubwa. Ukishaanza kwa mkubwa ndo enda ukulia yake uzunguke kwa wengine, lakini unaanza na yeye kwanza. Hakuna kumtangulia, wala hakuna kumtangulia katika kutembea. Anataja mmoja katika mabwana wakubwa wa salaf, Malik, anasema nilikuwa natembea na Talha ibn Ubaidillah katika njia. Asema tukafika katika sehemu, si Talha yule sahaba moja pia katika mabwana wakubwa wa salaf. Asema tunatembea katika njia, tukafika katika sehemu ambayo kwamba imebana, yani hatuwezi kupita sote wawili pamoja, ikawa lazima moja atangulie. Asema nikatangulia, kisha nikamwambia lau ningejua wewe ni mkubwa wangu kwa siku moja nisingesubutu kutangulia. Yani mpaka nilipotangulia nina hakika kuwa mimi ni mkubwa wako. Kwa hivyo unapotembea na mkubwa wako ni umwache yeye atangulie. Leo wangapi watoto watembea na baba zao, yeye yuko mbele baba yuko nyuma. Ikiwa utatangulia wewe, iwe ni kwa kuwahudumikia wao. Nini maana yake? Umeona kuna jiwe kwa mfano katika njia, unakimbia kuliondosha ili apite. Ni mlango unakimbia kufungua ili apite, kwa sababu ya maslaha yao unaruhusiwa kutangulia, lakini kwengine lazima uwe nyuma yao. Haya ndio mafundisho ambayo kwamba tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo daima wanatangulizwa katika kuzungumza, wanatangulizwa katika kupewa kitu, wanatangulizwa katika kutoa rai, wanatangulizwa katika kila kitu wakubwa, bali wanatangulizwa katika swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha habba as-salah falyuadhin ahadukum, ikihudhuria swala mmoja wenu aadhini, kisha waliyaummukum akbarukum, awe imamu wenu ama atakayekuswalisha aliyekuwa mkubwa wenu. Taban maulama wametaja idha stawaya fil qiraa, na baadhi ya maulama wa hadithi wameiweka chini ya mlango pindi watakapokuwa sawa katika usomi. Wote wamesoma, wanajua Qur'ani, wote wanajua fiqh. Nani atangulizwe? Anatangulizwa akbaruna sinna, ambaye kwamba ni mkubwa wetu kiumri. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote kutuonesha fadhila ya wazee, yote kutuonesha namna gani tutatakana tuwaheshimu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha kukhafifisha swala kwa sababu yao.
Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha amma ahadukum binnasi au linnasi, katika riwaya ya Imam al-Bukhari, falyukhaffif, mmoja wenu ikiwa ataswalisha ni imamu kuwaswalisha watu, akhafifishe, asirefushe sana. Ikiwa ataswali peke yake, inshallah Qur'ani nzima isome, hiyo na himma yake. Lakini akiswalisha ni imamu, falyukhaffif. Kwa nini ya Rasulullah? Asema fa inna minhum ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira, hakika kati yao kuna yule ambaye kwamba ni dhaifu, ni mnyonge, ambaye kwamba hajiwezi, lakini vile vile kuna as-saqim ambaye kwamba ni mgonjwa, hawezi kusimama sana. Vile vile kuna al-kabir ambaye kwamba ni mkubwa kiumri, hawezi kusimama muda mrefu. Kwa hivyo yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kutuonesha fadla ya wazee wetu, fadla ya wakubwa zetu katika umri. Kwa hivyo ikhwatal iman wal islam, tukiwa tunataka kufaulu, turudishe ile tabia iliyokuwa katika salaf, iliyokuwa kwa wazee, ya kuwatanguliza wakubwa zetu katika umri, ya kuwaheshimu, ya kuwafanyia fadla. Leo unapata mzee anaingia katika sehemu, kijana amekaa katika kiti, hamuinuki. Mzee anasimama na yeye amekaa. Tabia gani hizi? Si akhlaqul Islam, sio tabia za Kiislamu hizi. Ama unapita njiani na gari, mzee anataka kuvuka barabara, unujali wewe, unapita tu, una haraka sana, huwezi kusubiri masekunde yule mzee akavuka. Ama unapambana naye, unamuita majina kiajabu. Yote hayafai. Kwa hivyo mtangulize, mpishe yeye akae, mbusu kichwa, muombe, kuombe dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye amefanya ibada nyingi kabla yako. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi wazee wetu, awape umri na afya, azidi kutubarikia kwa kupitia wao, azidi kutuhifadhi kutokana na adhabu kwa kupitia wao, na wale waliotangulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarahamu, atujumuishe pamoja na wao katika al-firdaus al-a'la pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.